Unapata? Hospitali ya Mji Njombe ilipokea fedha kiasi cha shilingi milioni 900 mnamo Septemba 2023 kutoka serikali kuu kwa ajili ya ukarabati wa miundombinu chakavu katika hospitali ya Mji Njombe. Aidha, halmashauri kutokana na uchakavu wa majengo yaliyopo na ufinyu wa eneo iliomba kibali kujenga jengo la ghorofa moja. Baada ya kufanyika maandalizi ya michoro ya ujenzi wa makadirio, mradi ulipaswa kukamilika kwa kiasi cha shilingi bilioni 1 na milioni 600. Kibali kilipotolewa, kazi ikagawanyika kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza ikiwa ni kujenga jengo hadi kuwezeka kwa fedha zilizotolewa kwa awamu ya kwanza. Hata hivyo, katikati ya utekelezaji wa mradi ilionekana kuna uwezekano wa kuongeza ghorofa moja nyingine kutokana na uimara wa msingi uliojengwa baada ya mashauriano kati ya mtaalamu, mshauri na halmashauri. Na baada ya mahitaji yote ya kitaalamu kukamilika, halmashauri kubaliana pendekezo la kuongeza ghorofa nyingine. Aidha, hii imetokana na mahitaji makubwa ya majengo ya kutolea huduma na ufinyu wa eneo katika hospitali. Mradi wa jengo la wagonjwa wa nje OPD lenye ghorofa moja awamu ya kwanza ulianza tarehe 10 mwezi wa 10 2024. Unategemewa kukamilika na kumalizika tarehe 8 mwezi wa 2 2026. Mradi unatekelezwa na mkandarasi Hamaco International Limited ambaye anatokea Mbeya kwa mkataba huo wenye thamani ya shilingi milioni 863,349,500 na unasimamiwa na mtaalamu mshauri TBA na upo 70% ya utekelezaji.
Kazi zilizofanyika ni kujenga msingi, kupandisha nguzo na kumimina jamvi floor ya kwanza, na kiasi cha fedha kilichotumika ni shilingi milioni 784,210,243 na senti 3. Taarifa, tuko kwenye wakati? Tuko kwenye wakati. Ndio. Na tunamaliza kwa muda ambao tunao kumaliza. Mlipango kumaliza lini? Tarehe 8 mwezi wa pili. Mwaka huu? Tarehe 8 mwezi wa pili. Mwaka huu? Na tuko ndani ya moto. Kwa sababu tunafanya element chache. Kwa sababu kuna gorofa moja imeongezeka. Kuna parti tumezitoa, wameziconvert, imekuwa floor inayofuata. Kwa mfano kama kuta hatujengi. Hapo wanaposuka nondo hapo. Ukisha memina basi tunamaliza contract yetu. Yes. Naelewa. Kwa mpaka nyingine za kuja tena. Kwa hiyo tukishamaliza mkataba wa kwanza, kwa huyu anachoshughulikia ni boma. Kama boma ndio kweli. Mimi napata itakuwa kama boma. Kwa picha ilivyo itakuwa kama boma, lakini maana sasa huyu hatumdai bati kwa maana ya upauaji huu wa juu. Ndio, hatumdai. Ndio. Hatumdai. Atafuta kama alifuta ya timu hii. Ndio. Ndio kazi ya huyu. Tushamaliza na mkataba. Aha. Sasa kutoka hapo tunapoendelea hapo. Kutoka hapo mwenyekiti tumeshaomba fedha na tutapata fedha nyingine ambazo tutaendelea pamoja na proposal ambayo tulipewa ushauri kwamba tuongeze jengo jingine, floor nyingine juu. Zio na ghorofa 2 juu. Kwa sababu wataalamu walipima waliona inastahili kuwa na ghorofa 2 juu. Kwa hiyo tulikubaliana, kwa hiyo hizo fedha ndio zitaendelea kukamilisha floor ya juu na kukamilisha mradi kwa ujumla. Kwa hiyo fedha ziko kwenye mchakato wa kuomba na tutazipata. Ziko kwenye hatua za mwisho kabisa. Kwa hiyo kwa maana mkataba wake huyu unaisha tarehe 8 mwezi wa pili. Makubaliano ambayo tunaingia mara ya mwisho. Kwa hiyo akishafunika pale juu tu hiyo slab pata hizo fedha nyingine, tutaanza tenda nyingine, mkandarasi mwingine atamalizia hapo hiyo fedha. Ni mwezi wa pili na uhakika itakuwa imeshakamilika. Kwa sababu mjumbe, kwa maelezo ya yeye, kwa maelezo ya mkurugenzi hapa, huyu kazi iliyobakia ni kumwaga zege hapa. Ameshasuka tayari nondo na namalizia pale. Baada hapo ni kuwa mashine zinafungwa hapo, basi ukimbiza kumimina. Kitu ambacho kinawezekana siku na mchana wanakuwa wamemaliza. Labda changamoto ambayo tunaiona ya kusukuma ni namna gani napata hizo fedha za awamu ya pili. Hiyo inaweza kuwa kidogo ndio changamoto tunayoiona ipo wazi. Kwa sababu sasa ile maana sasa tunaomba fedha. Na tunapoomba fedha bado hatujapata hata mkandarasi atakayefuatia. Pata kwa nao na kamchakato. Apate yule naye apewe muda wa kuandaa vifaa. Akitoka kuandaa vifaa aanze kazi. Ndio naona kwamba kidogo ana kazi. kwa changamoto. Yani kwa kwenda kwa muda tunaotegemea watu waweze kupata huduma. Lakini kinyume na hapo, huyu ambaye ndio mwenye kazi hii tunashukuru amekimbizana na muda kidogo. Changamoto ambayo ipo hiyo Namna ya kupata zile fedha. Ya mheshimiwa mbunge na magana kuzizo fedha. Zoezi kukamilisha hapo. Kwa hiyo sasa hilo hapo chini tunategemea vifaa vya Hapa chini. Hapa chini ni chini kabisa. Chini kabisa. Ni kwa ajili ya vyumba vya madaktari. Chini. Kuwaona kama kupigia kawaida. Sawa. Hii floor ya pili hapa ina sehemu ya x-ray. Floor ya kwanza. Ya kwanza. Na sehemu ya x-ray. Ina sehemu ya kulaza wagonjwa mahututi. Na sehemu ya maabara. Ndio. Na sehemu ya dirisha la dawa. Na pia na sehemu ya wagonjwa wa bima. Atakuwa anaumwa hapa. Jengo hili linatizamwa kama ndio moja ya kutatua changamoto ambazo hapa zipo. Najua umeingia umekutana na changamoto ambazo hapa zipo. Moja, ufanyaji kazi kwa usahihi pana changamoto. Kelele zimekuwa nyingi. Na kwa nini zinakuwa nyingi? Hapa panafikika kirahisi. Yaani mtu kufika hapa kupata huduma ni rahisi. Kwa hiyo ina maana mahitaji ya watu yanazidi huduma wakati mwingine. Kwa wanapoliona hili jengo, wapiga kura naamini kwamba sasa tunaenda kupata majibu ya changamoto ambazo tumekuwa tunazo. Sasa tuna kikwazo hapa. Ni namna gani tunapata hizo fedha kwa haraka, zile ambazo zinategemea kwenda awamu nyingine ya pili. Na hizi ambazo zinaisha wiki ijayo. Tarehe 8. Ni kama nao kazi imekamilika, yale maeneo ambayo tuliingia nao mkataba kwa mara ya kwanza.
tunatafuta hela zinazofuatia za awamu ya pili, kwa maana kuongeza floor nyingine ya juu na kuendelea. Ombi la chama kwako, ukiongozana na kamati ya siasa ya kata, tuendelee kukumbusha sana hili, muendelee sana kumkumbusha mbunge ili naye aone wajibu wa kusukuma kupata hizo fedha. Maana kimsingi yeye sana wajibika kutusaidia kupata hizo fedha, tutatue kero za watu. Hatari ya jengo kuchelewa kwa sababu liko barabarani. Tunauti na pale pale kwamba miradi ya Chama cha Mapinduzi wakati mwingine inakuwa ni kero. Lakini la pili tena, simamia malipo ya makandarasi, hela zao wapate kwa wakati. Na kama iko sababu ionekane ni kwa sababu gani watu hawajalipwa. Mkandarasi anapocheleweshwa kulipa hela zake, yanakuja malalamiko yafuatayo.